Picha yetu inaanza ikituonyesha kijana ambaye ni taxi driver alikuwa anamfungulia mlango mteja wake ambaye moja kwa moja alikuwa ni mpenzi wake atoke kwenye gari, maana tayari walikuwa wamefika katika maeneo ya nyumbani. Hivyo alimfungulia moja kwa moja mlango aweze kutoka ndani. Kusema kweli, mtoto alikuwa ni mtoto mzuri kweli kweli. Ama hakika mataxi driver wanakutana na watoto wakali kweli kweli. Ndipo alipomsogelea, licha ya kuwa ni mpenzi wake, alitaka kumlipa. Akamwambia, ni kiasi gani kutoka kule mpaka hapa nikulipe? Akamwambia, kutoka kule mpaka hapa ni 10,000. Akasema, what? 10,000? 10,000? Mbona ni pesa kubwa sana? Acha kunikanyagia bwana, hii ni hela kubwa mno. Ala, kijana baada ya kuona vile alitabasamu kweli kweli, kwa sababu alikuwa ni mpenzi wake. Analalamika kwamba kiasi alichomwambia ni kikubwa. Ala, licha ya kijana kutabasamu, lakini binti alionekana yuko serious. Akamwambia, fine, kwa sababu wewe ni mpenzi wangu ninayekupenda, basi utalipa 5,000. Hata na hiyo ni kubwa kweli mpenzi wangu. Basi binti baada ya kusikia amepunguziwa bei alitabasamu. Akamwambia, wewe ni mwanamke nayekupenda, siwezi nikakukanyagia hata siku moja. 5,000 ukinipa itanitosha. Akamwambia, itakutosha? Ndiyo. Basi nitakulipa. Hicho kiasi ni kidogo, asante kwa kunipunguzia. Nitakulipa na nitakutumia hela yako, utaiona. Basi binti baada ya kumwambia vile, kuna neno lingine ambalo alikuwa anahitaji kumwambia. Akamwambia, basi naomba nikuulize kitu jamani. Kijana anasikiliza. Akasema, hivi wewe mwanamke wa ndoto yako ni mwanamke wa aina gani? Ukuta mimi simo katika hao wanawake, nahitaji kujua. Basi kijana alitabasamu, akafikiri kama vile huyu binti anamtania tania. Akasema, umesemaje? Akasema, ndio, namaanisha nahitaji kujua mwanamke wa ndoto yako ambao unahitaji kuwa naye anatakiwa huyu mwanamke wa design gani? Hilo swali alilomuuliza lilimfanya fikirie sana. I say, hello, mwanamke wa ndoto zangu. Lo, kijana alifikiria kweli kweli, akacheka, akajishika usoni kwa design kama hiyo. Binti anasikiliza aweze kujua mwanamke ambaye anamhitaji ni wa design gani, mwanamke wa ndoto zake. Akamwambia, kusema ukweli, mwanamke ambaye anamhitaji ni mwanamke ambaye nikianguka atasimama. Nikianguka atasimama. Huyo ndiye mwanamke ambaye nahitaji kuwa naye katika maisha yangu. Unamaanisha mwanamke atakayekujali katika shida na raha? Akasema, ndio. Nahisi huyo ndiye mwanamke ambaye namhitaji katika maisha yangu. Ala, binti baada ya kusikia vile alitabasamu kweli kweli. Akasema, kusema kweli, huyo mwanamke basi ni mimi. Ama hakika najisikia furaha kwa sababu huyo mwanamke ni mimi. Kwa sababu ni mimi kweli kweli. Akasema, ni wewe? Akasema, ndio. Akasema, basi mimi na wewe ni pete na kidole. Akasema, ndio. Wakaanza kubishana pale. Akasema, kwa hiyo nimepatia? Akasema, nimepatia mimi. Akasema, mimi ndio nimepatia. Basi pale wakaanza kufurahi kama wapenzi, unajua wapenda nao. Hello, basi kijana ndipo alipozama mfukoni akatoa kiasi kadhaa ili aweze kumpatia huyo binti kitamsaidia katika 1 na 2.
Basi akamwambia, chukua hiki kiasi kama 15,000 hivi, itakusaidia katika 1 na 2. Sawa mtoto, usije ukazalau, hiki ndicho kiasi nilicho nacho. Si unajua kazi zangu tena za udereva hizi za Bolt. Akamwambia, hapana, kusema kweli shida siyo pesa. Shida yangu kwako ni mapenzi makubwa, na hiyo pesa ambayo unataka kunipa, kaa nayo, itakusaidia kwa matumizi yako muhimu. Sawa? Kaa nayo, hiyo pesa itakusaidia katika matumizi yako muhimu. La, kijana baada ya kuambiwa vile na huyu binti, kusema kweli alisema, wow, wewe ndiye mwanamke unayepaswa kuwa na mimi katika maisha. Alitabasamu kweli kweli, alienjoy. La, akamwambia, sijawahi kuona mwanamke wa karne hii ambaye anaweza kukataa pesa na kukushauri kuifanyia mambo mazuri. La, sijawahi kuona. Akasema, sasa ndio hivyo, ni mimi sasa. Akasema, ni mimi, ushanipata sasa. Basi moja kwa moja wakawa wanakumbatiana kweli kweli, maana tayari washajuana. Malavi Davi aka mapenzi. Akamwambia, sasa hapa ni maeneo ya nyumbani, ushafika, kwa hiyo natakiwa uondoke salama. Sawa, uwe makini, na kama kutakuwa na tatizo lolote usisite kunipigia simu. Sawa? Lazima nitakupigia mpenzi wangu, wala usiwe na shida. Basi moja kwa moja ndipo walipokumbatiana, wakawa wanaagana. Akasema, kusema ukweli, Mwenyezi Mungu aliyenikutanisha na wewe ananipenda kweli kweli. Ni kweli Mwenyezi Mungu anakupenda. Uwe makini Nitakuwa makini, bye. Ala, basi moja kwa moja ndipo walipoagana wapenda nao. Mtoto alikuwa ni mtoto kweli. Basi moja kwa moja baada ya kuagana, aliingia kwenye gari moja kwa moja, akaingia katika majukumu yake ya kila siku. Udereva ndizo zilizokuwa harakati zake. Anapiga misha yake, anapata hela na mdomo unaenda kinywani, na huko alikuwa amepigiwa simu, anaenda kumchukua mtu ambaye alikuwa anahitaji huduma, na yule ni mchumba wake. Basi baada ya uchumba, kilichofuata ni ndoa. Moja kwa moja walioana, na hapa tunamuona mwanamke usiku wa manane anarudi nyumbani akiwa amelewa, yuko zui hoi chakali, moja kwa moja anarudi. Ala, ukimwangalia hata wewe mwenyewe utagundua kabisa kwamba alikuwa amepitisha. Siku hizi anajua kupaka poda, siku hizi anajua kuweka kope, amejipodoa mpaka amekuwa kama mdoli. Mwamba alipomwangalia alishangaa sana. Huyu ni ile naye mjua au ni mwingine? Nikamwambia, samahani mpenzi wangu kwa kurudi usiku. Umenitangulia kufika nyumbani. Anasema, nini? Ni kitu gani ambacho kimekufanya urudi usiku wa manane kama huu? Hello. Jamaa alishangaa sana. Huyu ni yule anayemjua mimi? Yule mwanamke anayemmanya mimi ndiyo huyu au kuna mwingine? I say, unajua siamini ninachokiona katika macho yangu. Nahisi kama naota. Lakini mwanamke alikuwa hajali. Akasema, kwani kuna nini jamani?
Mpenzi wangu, kuna tatizo gani jamani? La, jamaa alikaa chini. Alikuwa haamini kabisa kitu anachokiona. Akamwambia, samahani mpenzi wangu, kusema ukweli huko barabara kulikuwa na foleni kubwa sana, ndio maana nimechelewa kufika ndani my love. Ndio, foleni ilikuwa ni kubwa. I say, mwanaume anamwambia, foleni? Foleni kwani mimi nimepita wapi? Na kazi zangu kama unavyojua ni za kuendesha gari. Haya, umechelewa na je chakula mbona haujapika ndani? Nimerudi nikaangalia chakula ndani haujapika, kulikoni? Akasema, samahani mpenzi wangu, kama nilivyokuambia sijapika, ndio maana nakuomba msamaha. Kama ni chakula nimeleta, nimekuja nacho, chakula hiki hapa. Ndipo aliposogea sasa ili aweze kufungua mfuko aliouleta wa chakula. Nyumbani hakuna kupika, chakula kinanunuliwa hotelini. Hello, jamaa hakuamini kwanza mambo anayofanya huyu mwanamke. Moja kwa moja chakula ametoka nacho huko, mikuja nacho mpaka nyumbani. Hello, amemtolea jicho hilo. Nasema nini? Yaani unashindwa kupika, unaenda kuleta chakula cha migawani? Umerudia kuagiza chakula? Ni kitu gani kinachokosa humu ndani? Mafuta hakuna, mkaa hamna. Ni kitu gani kinachokosa mpaka unanunua chakula cha migawani, mke wangu weye? Nakuuliza, hujui kama chakula cha mgawani kinachukua pesa nyingi? Ukinunua chakula cha mgawani, hujui kama chakula hela inaenda nyingi? Ni kitu gani kinachokufanya usipike mpaka unaenda kununua chakula? Ni kitu gani? Yaani unaenda kununua chakula na wakati chakula kiko ndani cha kupika? Kwa nini usipike? Mimi unavyoniona hivi na kucha zangu hizi, nilivyopendeza, nilivyomlembo, mimi nipike? Niingie jikoni kabisa kupika? Siwezi nikajivuruga kwenye vitu vya watoto kama hivyo. Mimi ni mtu mwenye azi zake jamani. Unatakiwa uniangalie kwa jicho lingine. Hello. Mwamba maneno aliyokuwa anaongea huyu binti yalizidi kumvuga. Ndipo alipomwambia, sikiza nikwambie kitu. Hii ndiyo iwe mwanzo na mwisho wewe kwenda kununua chakula huko migahawani. Mimi na kucha zangu hizi nimeziweka kwa bei kubwa, gharama, alafu unaniambia eti nijivuruge huko majikoni nipike? Labda sio mimi. Unanionaje hazi zangu? Nipe hiyo nani yangu ya benki. Nipe kadi ya benki hiyo. Natumia pesa zangu ovyo ovyo. Lete. Nini? Unasemaje? Kwa hiyo hutaki tena kunipa matumizi? Hutaki kunipa matumizi, unaninyang'anya? I say, Mwamba ameshikilia pamoja. Hataki tena. Pesa zake zinatumika hovyo hovyo. Mwanamke hataki kukaa jikoni kupika. Anasema kwamba yeye ni mlembo wa hadhi ya juu. Mambo ya kujivuruga jikoni kupika peleka huko. Basi moja kwa moja ndipo alipochomwa ile nania kadi ya benki akamkabidhi. Ala, kilikuwa ni kisanga. Ukimwangalia mwanamke ambaye kipindi kile walipokuwa bado wachumba wanatongozana, alimwambia kwamba ni mwanamke wa hadhi zake, lakini sasa baada ya kuolewa ndo mwanzo kabisa anarudi saa 8. Lazima kwa hiyo unanifanya hivyo, si ndio? Hautaki hata kula? Aya, kama hutaki kula kileta hichi chakula hapa na kifukia chote. Si hautaki umezila, ukizila wengine tunakula. Lo, ndoa ina mambo mengi. Binti ndipo alipochukua kile chakula moja kwa moja akakichanganya na kile kingine. Akasema ukizila wengine wanakula. Mwamba alipoingia huko chumbani, kusema ukweli mawazo yalikuwa ni mengi sana. Anajiuliza, huyu ni yule mwanamke ninayemjua mimi
aliyekuwa ananiambia kwamba nikianguka yeye atasimama, atanipenda kwenye shida na raha. I say, hapa sijaoa, nimejioa kwa kweli. Hello. Mwamba mawazo yalikuwa ni mengi sana kichwani. Aliona usiku umegeuka kuwa mchana. Usingizi hauji. Macho ni kama vile ameweka pilipili manga. Alijilaumu kweli kweli ndani ya nafsi yake. Hello. Mwanamke hataki kupika. Anasema kupika sio azi zake. Anaachiwa pesa, anaenda kununua chakula kwenye migawa. Kusema ukweli, siku hiyo usiku ulikuwa ni mzito. Basi alikisogelea kitanda chake, akawa amejilaza kwa design kama hii hapo. Mwamba, kusema ukweli, ndani ya kichwa chake mawazo yalikuwa ni mengi kweli kweli. Alikuwa na uwaza na kuwazua. Basi usiku uliingia, moja kwa moja wakawa wamelala. Walilala na sasa majira yalikuwa ni ya asubuhi. Mwamba alikuwa anajiandaa moja kwa moja ili aweze kwenda kazini. Muda wa mihangaiko tayari ulikuwa umewadia. Basi wakati huo mke wake bado alikuwa amelala. Alikuwa ameuchapa usingizi. Ndipo alipomwamsha. Mpenzi, baby, amka, kuna kitu nataka tuzungumze. Ni kitu gani nataka tuzungumze wewe? Asubuhi hii? Ni bado nina usingizi bwana, nahitaji kulala. Amka. Kuna kitu nataka tujenge. Tuzungumze. Kuna kitu naona hakiko sawa. Basi bidada ndipo alipoamka. Pale alipokuwa amelala. Asubuhi unakuja kuniamsha. Ni kitu gani? Akasema, lakini mpenzi wangu, ni kwa nini unatumia pesa vibaya kwa design kama hii hapo? Kwa nini unatumia pesa vibaya kwa design kama hii hapo? Mimi napambana kila siku ili tuweze kujikwamua kwenye umaskini huu. Wewe unatumia pesa vibaya kwa design kama hiyo. Kwa nini? Akasema, unajua jana nimeangalia kiasi ulichokitumia ni kiasi kikubwa sana. Yaani umetumia pesa nyingi sana. Haijawahi kutokea. Akamwambia, wewe naye ushaanza ngonjera zako nakwambia. Yaani tu pesa nitutumia tudogo ndio tunakufanya uongee hivyo. Mwanaume anazidi kumsikiliza. Maneno yanavyoendelea kumtoka. Kwamba kiasi alichokitumia ni kiasi kidogo sana. Akipaswi kumtoa mapovu. Ni pesa ndogo mno ile pale. Akasema, wewe unahitaji kuwa kama wanaume wengine. Unahitaji kuwa kama wanaume wengine ambao wanatoa matumizi. Sasa ulitaka mimi niishije sasa? Nimechukua pesa kidogo, nimetumia kwa sababu wewe hutaki kutoa matumizi. Hivi unajua unachokiongea wewe? Juzi hapa si nimekutumia 40,000 wewe. Nimekutumia 40,000 juzi hapa za matumizi. Na kuuliza, kwa nini unajihangaisha hivyo? Sisi tunapambana ili tuweze kujikwamua kwenye umaskini. Wewe unahangaika na dunia. Unataka kwenda wapi, mbinguni au? Ni wapi unapotaka kufika sasa unapohangaika hivyo? Akasema, sikiliza wewe. Mimi ni mwanamke ambaye nahitaji kupata matunzo. Leo Mwamba anasikia maneno ambayo alikuwa anamwambia huyu mwanamke. Wanaume wenzako wanatumia, wanahudumia. Wewe tuenda tudogo kama uto hapa, nimetumia alafu unaongea. Nakwambia mpenzi wangu, naomba unisikilize kabisa. Kabla haujafanikiwa, maisha ya watu wengine usiyatamani. Mimi toka niwepo sijawahi kutumia kiasi kikubwa kama hivi. Umetumia hela nyingi sana jana. Nimeangalia salio kwenye akaunti yangu, nimekuta kiasi kikubwa kimetumika. Na mimi toka niwepo sijawahi kutumia matumizi makubwa kama haya mpenzi wangu. Nasema kwa mfano, kesho na kesho kutwa mimi nikikosa hii kazi, nikanyang'anywa lile gari, na wakati ndani hatuna akiba, tunakula vibaya. Hivi kweli tutaishije mpenzi wangu? Unatakiwa ujiulize maneno kama hayo
ndani kunatakiwa kubaki na akiba. Walimwangalia kwa dharau kwa design kama hii hapo. Akasema sasa hayo maneno mimi ni ya kuniambia mimi? Hayo maneno yanakuhusu wewe. Eti nini? Akasema sikia nikwambie kitu. Hayo mambo mimi hayawezi kuwa juu yangu. Tena nimekuonea huruma. Pesa niliyoitumia ni kidogo sana ile. Ningetumia zote zikaisha. Nakwambia ukweli. Unapata mwanamke ambaye anakuonea huruma anatumia pesa kidogo kama ile, lakini unasema nimetumia pesa nyingi. Wewe vipi bwana? Hautaki kuwa na mwanamke mwenye hazi kama mimi? Mwamba alikuwa amejinamia. Anasikia maneno ya mwanamke ambayo yalikuwa yanamtoka. Akasema unatakiwa uondoke. Mimi nahitaji kulala mimi. Maneno yako yamenichosha mimi. Mwamba alibaki akiwa amejikunyata. Anafikiria huyu ni yule mwanamke ambaye ni wa kipindi kile. Watu wanabadilika bana. Na unaambiwa kwamba kipimo cha mwanamke sio mpime ukiwa naye barabarani. Hivi viumbe vikifikaga ndani vinabadilika sana. Mwamba alishangaa sana na hakuweza kuamini kama huyu ni yule anayemjua enzi za uchumba. Alimkata jicho kubwa kwa design kama hii hapo. Hakuwa na la kusema. Basi tukitoka hapo moja kwa moja tunamuona akiwa anajiandaa. Kuna sehemu ambapo walikuwa wanataka watoke. Huyu naye namsubiri hataki kuja huyo. Nakwambia anajipodoa ili nikifika huko nionekane ni mlembo kweli kweli. Shoga yake alikuwa anakuja. Alikuwa anatia timu wakati huo. Hello. Walikuwa wamepanga kwamba kuna sehemu ambapo wanahitaji kuelekea. Hivyo alikuja rafiki yake. Wewe naye ni cha kuchelewa wewe. Unachelewa sana. Na chelewa nini? Na wakati bado hata hujamaliza kujiandaa. Dereva wangu alikuwa anazingua. Alichelewa kuja ndio maana nimechelewa. Akasema basi haina noma mpenzi wangu vipi? Hapo naonekanaje? Nimetoka vizuri? Kama sijatoka vizuri niambie niongeze makeup. Kusema ukweli umetokelezea. Tunatakiwa tuelekee kule sasa. Nilipokuambia kipindi kile vipi? Mpenzi wako yuko wapi mume wako? Dereva. Nasema alafu wewe usiniambie kuhusu huyo mtu. Usiniambie kuhusu huyo mtu kabisa, sitaki kumsikia hata kwenye masikio yangu mimi. Yaani muda sio mrefu mimi haya mapenzi nitaachana nayo mimi. Muda sio mrefu wewe ngoja nijipate tu. Haya mapenzi nitaachana nayo. Yaani niko hapa kwa ajili ya kusogeza muda tu. Lakini kusema eti niko naye kimalengo huyu mwanamume? Hapana kabisa huyu. Nakwambia hapa mguu mmoja nje, mguu mmoja ndani. Ngoja nijipate hata niona huyu mtu huyu. Umaskini paka kwenye nini bwana? Ninakwambia ukweli shoga yangu. Huyu mtu sio type yako. Huyu mtu sio level yako huyu. Nishakwambia kuna wanaume bana wewe. Wanaume wenye pesa. Ngoja huko tunapoelekea utaona. Nitakuonesha design ya wanaume wakuwa nao. Wewe angalia ulivyokuwa mlembo, ulivyokuwa mzuri. Wewe ndio wakuwa na hiki kikalagosi kweli? Nakwambia ngoja nijipate hata niona. Bwana wewe. Rafiki yake moja kwa moja alikuwa anaendelea kumpasha na kumpamba. Anamwambia kwamba huyu mwanamume sio level zake. Yeye ni matawi ya juu. Anatakiwa kuwa na wanaume wenye pesa, wenye gali, wenye sehemu nzuri ya kukaa. Sio kulala kwenye chumba kimoja na sebule. Nakwambia hayo maneno unayoongea ngoja yatajithibitisha. Hata kuja kuniona. Nahitaji kupata mwanaume ambaye anajielewa kuanzia kwenye pesa, kwenye mafanikio mpaka kwenye muonekano vile vile. Mwanaume ambaye anaweza kanipa pesa. Akasema ngoja twende nikuonyeshe wanaume walipo. Mbona utakubali tu? Utasema nilipotea bora nisingewahi kuolewa. Wanaume wenye level.
maisha mazuri, nyumba nzuri, pesa na kila kitu kipo. Wewe unaendelea kuhangaika tu. Akasema subiri rafiki yangu, subiri, ngoja nijipate. Yaani nakwambia mimi sikuolewa, ni kama vile nimepotea. Basi moja kwa moja walikuwa wanajipanga ili waweze kuelekea huko ambapo wanahitaji kwenda. Fanya haraka tuondoke basi. Wewe ni mzuri tu, bado unaendelea kujiangalia tu, unaendelea kujipamba. Wewe ni mzuri, mimi nakuangalia, unajua. Akasema subiri bwana, nisije nikaenda naonekana kama kikaragosi. Akasema hapana, wewe uko vizuri kabisa. Basi baada ya kutoka pale, moja kwa moja walikuwa wanaelekea katika hii nyumba moja kali ya kifahari ambayo ilikuwa inamilikiwa na kijana mmoja tajiri. Jamani. Hey, hii ni nyumba au ni meli? Nauliza. Naomba utulie, utaona mengi. Angalia hii nyumba. Nilikuwa nakwambia kwamba kuna wanaume wa kuwa nao. Nilikuwa nakwambia kwamba kuna wanaume wa kuishi nao. Hey! Nakwambia naona vitu ambavyo sijawahi kuona. Angalia kama hii hapa. Angalia kama hii. Hey, inazunguka. Wewe usiguse utaharibu bwana. Aise, nakwambia ukweli, leo umenitoa ushamba. Tulia. Basi wakati huo kijana tajiri alikuwa anatia timu katika yale maeneo. La. Hey Steve za siku nyingi. La, binti alikuwa anaendelea kujichekesha. Angalia rafiki yetu hapa. Mideko kama yote utafikiri ni mume wake. Basi binti ndipo alipomtambulisha rafiki yake. Akasema huyu anaitwa Stacy na huyu kijana anaitwa Steve. Ndipo alipompa mkono. Sema naitwa Stay? Ndio, mimi naitwa Stay. Mimi naitwa Steve. Kusema ukweli, nimefurahi kukutana na wewe. Hata mimi nimefurahi pia. Nimeenjoy kukutana na kijana mzuri mwenye pesa kama wewe. Ala. Waliposhikana mikono iligoma kuachana. Mpaka rafiki yake kana wavuta kwa design kama hii hapa. Angalia usije ukanipiga bao. Mbona kama vile mmeshikana na gundi imewanasiana? Muachie basi. Jamani. Hello. Sio hivyo rafiki yangu. Akasema nilikwambia huyu anaitwa Stay na ndio yule ambaye niliyekuwa nakwambia. Akasema kusema kweli nimefurahi kumuona. Kwa hiyo unasema kwamba unaweza kufanya kazi? Unaweza kufanya biashara vizuri na kupiga kazi vizuri? Akasema kusema kweli mimi nafanya kazi. Mimi kwenye mambo ya kuchapa kazi niko vizuri. Mimi ninafanya kazi yani kama mtumwa ili baadaye nije kuishi kama mfalme. Nakwambia kazi yoyote napiga. Nahitaji tutengeneze pesa nyingi sana. Kwa hiyo kwenye mambo ya kazi mimi niko vizuri kweli. Ninafanya kazi usiku na mchana, silazi damu, nakwambia ukweli. Mimi kwenye mambo ya kazi. Mbona utanikubali? Utaniita mashine mimi. Niko vizuri kaka. Nasema okay. Jambo jema, hata mimi mwenyewe ninahitaji mtu ambaye anachapa kazi. Kama unachapa kazi utapata pesa na kipato chako kitakuwa kikubwa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Kazi mmepata. Tutaunganisha kazi na kama mkifanya kazi vizuri mambo yatazidi kujiongeza, au sio? Lazima ndio. Basi ngoja nikawaletee kinywaji muweze kufurahi. Mabinti wazuri. Hello. Kipindi anapiga hatua kutoka pale. Binti macho hayakuweza kutoka kwake. Anamwangalia mpaka huko anapoishia. Lazima wewe naye vipi? Lazima Jamani, umeona? Nakwambia, umemuona? Amemwangalia alivyo.
Akasema achana na alivyo. Mikono yake sasa nilivyoishika, si unaona pale niling'ang'ania, nakwambia ni kama vile nimeshika pesa, ni kama vile nimeshika maji. Maji. Nakwambia mikono yake ni milaini bala. Hello. Aise, katika dunia kuna watu. Nakwambia mikono yangu imeng'ang'ania kwake. Yaani pale umekuja kuniachanisha ni kama vile nilikuwa nimeshikwa na gundi. Sumaku. Hello. Akasema sasa bado. Nimekwambia hawa ndo wanaume wako nao sasa. Subira anakuja. Anakuja jamani. Hello. Wanazidi kudanganyana kwamba huyu ndiye mwanaume wako naye katika maisha. Sio wengine. Walipotea. Yeye aliyewahi kuolewa alipotea kabisa. Yaani angechelewa angeweza kumpata mwanaume kama huyu. Lakini haijalishi. Basi mwamba ndipo alipozama kule ndichi. Akaenda kuwaletea vinywaji ili waweze kufurahi na kuenjoy, kucelebrate pale. Nasema kusema ukweli, mabinti wazuri kama nyinyi hamwezi kutoka hapa bila kupata kinywaji. Kwa hiyo nimewaletea kinywaji ili muweze kuenjoy katika 1 na 2. Ukiangalia hata kinywaji chenyewe alichokileta kilikuwa ni kinywaji cha gharama kweli kweli. Ni champagne. Basi moja kwa moja baada ya kutoka kule walikuwa wanarejea nyumbani. Walikuja na wanakimbia wanashangilia. Akasema jamani, rafiki yangu wewe, watu kama hao unakutana nao je? Usiniambie jamani. Toka niwepo sijawahi kuona. Kumbe kuna watu bwana. Angalia nyumba yake ilivyokuwa ndugu yangu. Angalia maisha yake huyo kijana. Nakwambia hata sura yake anafanana na pesa yule. Sasa nakwambia sasa hapo bado. Nishakwambia rafiki yangu, mimi kila ninapokuambia kila siku na kushauri unafikiri na kudanganya. Yule ndiye mwanaume. Akasema leo kuna kitu nimeona katika usiku wa leo. Sijawahi kuona toka niwepo. Mimi ndio kwa mshamba kiasi kile. Akasema na bado. Nakwambia ukianza kuyaishi yale maisha ndipo sasa utajihisi ni mtu. Sasa hivi wewe sio mtu. Sasa hivi unajiona ni mtu? Sio mtu kabisa. Wewe ngoja. Basi moja kwa moja unaambiwa kwamba katika maisha marafiki ndio wanaofanya utoke katika njia. Huyu alikuwa anaendelea kumpa maneno. Alikuwa anaendelea kumpasha maneno kwamba yeye hajaolewa, amepotea. Wanaume wa kuolewa nao ni kama wale. Akasema subiri rafiki yangu wewe, utakuja kujionea. Nakwambia hebu nipe 5 kwanza. Maana umenitoa kwenye giza. Nilikuwa nimefunikwa na ukungu. Nafikiri mwanaume ni yule wa kuanza naye chini. Kumbe ni kujihangaisha tu. Kuna wanaume ambao tayari washajitengenezea maisha mazuri. Sasa wewe unaanzaje kuwa na mwanaume ambaye haeleweki, hana mbele wala nyuma, akiwa anatembea hajulikana naondoka au anarudi? Shakwambia rafiki yangu nakupenda, ndio maana nakushauri. Nakupa ushauri mzuri kama huu hapo. Walikuwa wanaendelea kushauriana moja kwa moja na kuenjoy. Akasema subiri. Ngoja niingie ndani bwana kwenye zizi langu. Najua yule ngurumbili ananisubiri huko ndani ameinamisha likichwa. Eti niende nikamhudumie, usijui nikampikie. Najua kama kuna wanaume anashinda huko na anafanya kazi anapata 100-200. Kumbe kuna wanaume ambao wana pesa. Ngoja niingie huko ndani rafiki yangu, lakini nakwambia ukweli, umenifumbua macho. Na bado hujaona wewe. Utaona. Hii ni trailer tu, movie bado. Akasema bye jamani. Ngoja niingie kwenye zizi langu huko. Hii sio nyumba, ni zizi. Nyumba zipo. Hello. Ndipo alipoingia ndani moja kwa moja na kufunga mlango. Moja kwa moja huko ndani mwanaume alikuwa anaendelea kuchezea simu yake huku akimsubiri mke wake. Basi moja kwa moja mwanamke alifungua mlango akaingia ndani mkuku bila hata kupiga hodi. Hello. Alikuwa amenuna. Alikuwa hataki hata kumsalimia mume wake. Anapita bila hata kumsalimia kabisa. Lakini mwanaume hakusita kumuita my love, kipenzi changu, tafadhali naomba niongee na wewe.
nahitaji kuongea na wewe kipenzi changu, naomba tuongee. Mpaka sasa bado umeninunia my love, tafadhali naomba tuongee. Mwanamke kwa nyodo aligeuka moja kwa moja, akawa anazipiga hatua kuelekea pale alipokuwa amekaa mwanamume, ili aweze kusikia anahitaji kuongea nini. Mwanamke moja kwa moja alikaa, anamsikiliza leo ana ngonjela gani, kwa sababu alikuwa anamuita mzee wa ngonjela. Hana pesa, hana nini, yeye ni maneno tu kila siku, ngonjela. Anamsikiliza. Akamwambia, kusema ukweli kipenzi changu, kwanza kabisa naomba unisamehe yale yote yaliyopita, tugange yajayo kipenzi changu. Kusema kweli nimejaribu kupitia maneno yako uliyokuwa unayasema, nimeona kweli mengine una haki kabisa. Sema ni kukosa kwangu tu. Na kipenzi changu, kuhusu shopping zako ambazo unazihitaji, sio kwamba mimi sitaki kukupeleka shopping hata siku moja, ila sasa najaribu kuzichanga pesa ili niweze kuitengeneza kesho iliyo bora. Lakini nimejaribu kuwaza, nikasema uko sahihi. Kwa hiyo nikasema kwamba nitakupeleka shopping. Tutaenda tufanye shopping, kaela kangu kadogo haka niko kachanga, ili na wewe uweze kufurahi kipenzi changu. Kusema ukweli, sio kwamba nakuwa sitaki kukupa. Hapana kipenzi changu. Unajua ukiwa unatafuta maisha, hutaki kutaka vitu vya gharama. Na hawa unaowaona wamefanikiwa, wamejinyima. Nikasema yaani wewe kuhusu kujinyima, kuhusu kujikubali au kujipa ni juu yako. Lakini hata mimi mwenyewe, kumbuka tumekaa miaka miwili. Unatakiwa unijali mimi. Kumbuka wanaume wenzako huko wanaopa, yaani wako tayari hata kujinyima ili wapenzi wao waweze kupendeza. Ndio. Sasa wewe unaniambia siji kujipata. Utajipata mpaka lini? Utajipata lini? Kwa hiyo unataka mimi nichakae? Hivi unavyoniona hivi, mimi ni mtu wa kuchakaa? Mimi ni mtu wa kupauka mimi? Hapana. Mimi siwezi kupauka eti na kusubiri wewe ufanikiwe. Hizo unazozipata hizo ndizo unazotakiwa kunipa. Mwanaume alimwangalia. Kusema ukweli, huyu kijana alikuwa anampenda sana. Akamwambia, mimi ni wife material, na kuhusu mambo sijui ya nini na nini. Mimi ni mke wako, na wewe mwenyewe ndo unatakiwa unijali, unipende, unipe ninachotaka mimi. Mwanaume anasikiliza maneno ya mke wake, alikuwa anampenda. Atafanya nini sasa? Alako laki. Kama ni shopping unatakiwa unipeleke, nisipopelekwa na wewe sasa nitapelekwa na nani? Huyu ndo akunipeleka shopping mume wangu. Jamaa alitabasamu, akasema fine kipenzi changu, kesho nitakupeleka shopping. Aliposikia hivyo kidogo alitulia, akamwangalia, akasema ni kweli mpenzi wangu, kesho mimi nitakupeleka shopping. Uende duka shopping mpenzi wangu, chochote unachokitaka utanunua, wala usiwaze. Aliposikia vile kidogo alipumua, kaangalia pembeni kwa design kama hiyo, akamkata jicho, kamwangalia, akamshusha, akampandisha. Are you sure? Una uhakika? Una uhakika wewe utanipeleka au ndo kunidanganya ili leo upate mechi? Akasema hapana, nitakupeleka tu. Nina uhakika kesho nitakupeleka shopping, utaenda kushopping kipenzi changu, wala usiwaze. Kidogo alitabasamu, akasema kama ni hivyo basi haina noma, nimekusamehe. Halo. Mwanaume ndipo alipoinuka, akasema kama umenisamehe kipenzi changu, basi nikumbatie.
nikumbatie my love, nikumbatie my love. Ndipo alipomkumbatia. Nimekusamehe kipenzi changu, lakini natakiwa unijali. Usiponijali nitarudia kununa, ujue utanipoteza. Kuna wanaume wana pesa huko, kuna wanaume wanajali, kuna masponsa wanatoa pesa kweli kweli. Hivi unavyoniona mimi, unanionaje? Mimi ni wife material jamani. Kwa hiyo natakiwa unijali, unipe pesa nienjoy mie. Usiwaze mama, utanichuna mie. Nitakupa. Basi moja kwa moja ndipo walipoinuka pale, moja kwa moja wakawa wanaelekea chumbani kulala, maana wakati ulikuwa ni wa usiku. Kidogo walipomwahidi kwamba atampeleka shopping leo, kidogo tabasamu ilikuwa inaonekana kitandani. Walikuwa wana enjoy. Sasa amemwahidi kwamba atampeleka shopping, kwa hiyo leo kakicheko kidogo kapo, wanajaribu hata kucheza kama mtu na mtu wake. Aka kicheko siku zilizopita kalikuwa akaonekani bwana. Walikuwa wanakaa kama mabubu ndani, lakini leo ameahidiwa kwamba anachokitaka atakipata. Kwani ni wasicheke? Siku zote unaambiwa mpenzi msomaji kwamba ni bora ukosee kujenga msingi wa nyumba au nyumba yenyewe. Unaweza ukabomoa ukajenga nyingine kuliko kukosea kuoa au kuolewa. Kama mbia, kusema ukweli kipenzi changu, leo ninafurahi sana. Kwa hiyo hata na nywele zangu nazionaje hizi? Zinatakiwa zende saluni. Alafu una kipilipili. Hapana, sio kipilipili, ni kukosa pesa. Nikipata pesa mbona zitakuwa kama za mzungu tu? Usiwaze, hata hizo nitakupa kipenzi changu. Furaha ilikuwa ni tele. Basi usiku uliingia na asubuhi ikawa imefika. Basi moja kwa moja alimpeleka shopping kama alivyomwahidi. Shopping yenyewe sasa wanapoelekea akina Balesa alichanganyikiwa, akasema nini hii? Yesu Kristo! Mama yangu, mke wangu, mambo gani haya? Mke wangu akasema nini? Kwani kuna nini? Akasema umenileta wapi hapa? Ni wapi uliponileta hapa mpenzi wangu? Kama unavyojua hela zangu, mimi sina uwezo wa kuja hapa. Akamwambia wewe unaogopa nini? Mbona ni padogo tu hapa? Hapa ni padogo. Akasema hapana, sikumaanisha hivyo kipenzi changu. Nilikuwa nimekwambia tu tukachagua huko Kariakoo. Sasa unanileta Mlimani City huku, mimi sina uwezo napo. Akasema kipenzi changu, na wewe mbona padogo tu? Usiogope, nyumba ndani bei ni rahisi tu. Akasema mama yangu kipenzi changu, hapana. Mimi Mlimani City napajua. Bei ni kubwa. Angalia hata mandhari yenyewe yanafananaje mpenzi wangu. Hebu jaribu kuangalia vizuri. Hapa mimi sipawezi. Pochi yangu haifiki hapo kipenzi changu. Mimi ni wakwenda kuchagua Kariakoo kule. Ndio, natakiwa nielewe baby. Akasema hapana, wala usiogope, njoo. Kuja bwana, na wewe usiogope kipenzi changu jamani. Usiogope ukubwa wa pua, sio kamasi. Tuingie ndani humu tuulize bei. Ni bei ndogo. Usiogope nyumba kipenzi changu. Haina haja ya kwenda Kalume kuchagua. Njoo tuende kipenzi. Njoo bwana. Usiogope. Kweli? Njoo. Utajiona wewe mwenyewe ukishafika huku ndani. Alimvuta mkono akampeleka mkuku mpaka ndani. Amemwambia kwamba uwezo wake ni wa kwenda kuchagua pale Kalume Kariakoo. Yeye anamwambia waende Mlimani City. Jamani, ni balaa. Alimvuta mkono moja kwa moja akampeleka mpaka ndani. Kusema ukweli, ukiangalia mpenzi mtazamaji, utagundua kwamba hapa ni pagali, bei kubwa bara. Angalia haya mabegi. Angalia. Hapa ni pa matawi ya juu. Ni bara. Kwa hiyo alimdanganya tu aingie ndani kwamba bei ni ndogo, lakini sijui kama atatoboa mwanetu. Niangalizie mpenzi mtazamaji. Mlimani City hapo.
Mlimani Tower. Unaniambiaje mpenzi mtazamaji? Kweli ndugu yetu ana uwezo huo? Mwanamke alipoingia ndani akasema, mhudumu, jaribu kunitafutia vitu ambavyo vipo amazing, vitu ambavyo viko vizuri. Sawa, nitakuwa na kuonyesha hiki unaweka, hiki unaweka, hiki unaweka. Kitu ambacho si ya kuonyesha usikiweke. Niangalizie msela wangu yuko nyuma kule amejikumbata. Akamwambia, vitu vyote ni hivi tu. Akasema hapana, angalia huku na huku, vipo wala usiwaji. Akasema nahitaji vitu ambavyo viko softi. Ndio maana nimekuja hapa. Nisingekuwa nataka vitu vizuri nisingekuja hapa. Akasema tusonge mbele kwanza. Hapa janifurahisha hata kidogo, tusonge mbele. Anaangalia. Hello, mwanaume anaombea. Angalau vile ni vya bei ndogo kweli. Anaangalia hiki, anaacha. Anaangalia kingine, anaacha. Aisee, mwanaume niangalizie midomo yake. Jamani, nikitoka salama, tuombe Mungu. Amejikumbata jamani. Pochi yake ni ndogo, kipato chake ni kidogo. Mwanamke anataka vitu vya hali ya juu. Ingali mume wake bado anajitafuta, bado hajajipata. Ni picha yetu nzuri kabisa hii hapa ya Paul Guy in Love. Mwanamume maskini katika mapenzi, ndio hii hapa. Inawekwa na maneno ya Kiswazi na The King Voice. Wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Kamwambia mpenzi wangu, angalia hapo chini. Unaitwa? Akasema nini? Hapa yani kwa vitu mlivyovichukua vinagharamikia kama 400 hivi. Mimi wangu. Unaongea na mimi? Naongea na wewe. Vitu hivyo gharama yake ni 400. I say. Oho. Kamwangalia mke wake. Akasema ni nzuri hiyo mpenzi wangu, wala sio kubwa. Usiogope, lakini bora ni ile mboga tu hiyo. Ni ile mboga. Nimekwambia huku ni pesa ndogo. Ni sawa sawa na Karume tu kuokota. Lakini oho. Hiyo ni ndogo tu. Akasema unasemaje mpenzi wangu? Akasema ndio, chukua pesa, lipa bwana. Hii pesa ndogo hii hapa. Mimi nimekuja kulingana na wewe mwenyewe. Akasema wewe acha bwana. Mimi sina hiyo pesa. Mpenzi wangu. Wewe unajua maisha yangu. Ghafla. Mwiza kaingia kibaka. Laleni chini. Laleni kifudi nyota. Sitaki kumuona mtu akiwa amesimama. Nyosha mikono juu. Huyu mhudumu akaambiwa nyosha mikono juu, atoe pesa na yeye lale kifudi. Jambazi aliingia akavamia huko ndani. Kamwambia lale kifudi na yeye mwenyewe atoe pesa alafu lale kifudi. I say, mwanaume alilala kule. Kumbuka alikuwa na pesa. Huenda mfukoni alikuwa amekuja na pesa dogo tu ya kufanya shopping kadhaa, lakini mwanamke ametoa maburungutu kama yote. Gharama yake ni 400. Basi waliwekwa chini ya ulinzi. Wakawa wamelala kifudi. Mwizi anahitaji pesa. Kibaka jambazi sugu. Anahitaji milungula. Baada ya pale tunamwona akiwa nyumbani ametembelewa na rafiki yake. Akawa anamsimulia, anamwambia ndugu yangu, sijui nianzie wapi kukuambia hii miujiza niliyoiona. Toka niwepo nilipokuwa nasikia miujiza, nilikuwa nafikiri kwamba wanadanganya. Lakini kusema ukweli, hata mimi mwenyewe miujiza nimeiona live. Miujiza ya Mwenyezi Mungu mimi mwenyewe nimeiona live bila chenga. Hii ni miujiza, sio kitu kingine ndugu yangu. Rafiki yake wakati huo alikuwa anaendelea kumsikiliza. Anahitaji kujua, maana alikuwa anamwambia ni miujiza. Sasa anahitaji kujua hiyo ni miujiza aina gani. Jamaa anaendelea kusisitiza, nasema kusema ukweli, nimeona miujiza ya Mwenyezi Mungu. Sijawahi kuona. Rafiki yake akamwambia, sasa ndugu yangu niambie, hii ni miujiza aina gani? Nieleze ndugu yangu. Akamwambia, ndugu yangu, kama unavyojua mke wangu ni mtu wa starehe. Kusema ukweli,
siku zilikuwa ni mbaya sana ndani ya nyumba. Kila siku alikuwa ananipigia makelele kwamba anahitaji nimpeleke shopping. Aenda ka shopping na yeye apendeze kama wanawake wengine. Na kama unavyojua mimi kazi zangu hizi za udereva, pesa yangu ni ndogo, haikizi mahitaji. Lakini kusema ukweli, hilo jambo mimi lilinipa mawazo mengi sana. Nikakaa nikawaza, nikasema kusema ukweli sina pesa, sina chochote mfukoni, na huyu mwanamke anahitaji kufanywa shopping. Sasa nikaangalia kiwango changu nilichokuwa nacho mfukoni hakitoshelezi. Hata na huyu mwanamke naye anahitaji kupelekwa shopping. Anataka kanunuliwe nguo zilizo nzuri. Kusema ukweli, mawazo yalikuwa ni mengi ndani ya kichwa changu. Basi nilikaa nikafikiria, nikasema kusema ukweli ana haki, kwa sababu yeye ni mwanamke na yeye anahitaji kupendeza kama wanawake wengine. Basi ndipo nilipoangalia kiasi, kaandaa kiasi kadhaa, nikasema basi ngoja nimpeleke ili niweze kumtengenezea furaha. Rafiki yake anamsikiliza. Ndipo nilipomwambia, bwana, kesho twende nikupeleke shopping ili na wewe mwenyewe uweze kuwa na furaha kama watu wengine. Basi ndipo tulipotoka hapo, tukaanza safari sasa ya kuelekea kule shopping. Basi kusema ukweli, siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha kweli kweli. Alikuwa na furaha kweli kweli kwamba anampeleka shopping na yeye mwenyewe aenda ka shopping. Haya, shopping gani hiyo? Nilipofika pale mlangoni, kusema ukweli nilishtuka. Nikamwambia mke wangu, hebu turudi nyuma kwanza. Rudi kwanza. Yesu Kristo. Unajua tulienda wapi? Tulienda Mlimani City. Rafiki yake alishtuka. Akasema, nakwambia tulienda Mlimani City. Kule wanapoenda kushopping mabosi, matajiri, wenye pesa, huko ndiko alikonipeleka. Akasema, rafiki yangu, unamaanisha kwamba alikupeleka kule Mlimani City ambako wanaenda kina Bakresa, watu wenye pesa zao, wenye milungiwa? Hebu niambie ilikuwaje sasa? Akasema, bana, aliongea akanibembeleza, akanivutavuta, akasema kule ndani bei ni ndogo, nisiogope, ndani bei ni ndogo. Rafiki yake anaendelea kumsikiliza. Haya, niambie ilikuwaje? Akasema, bana, ikabidi twende. Halo. Tukaingia ndani sasa. Alipofika mle ndani, nakwambia akaanza kujiachia kama vile ameolewa na mtoto wa rais au mwanamfalme. Kila kitu alichokuwa anaona ni kuokota tu. Akaokota kila kitu, na vitu vyote alivyokuwa anaokota vilikuwa ni vitu vya gharama. Anaendelea kumsikiliza. Sasa baada ya kufanya mahesabu ya vitu vyote alivyovikusanya, nikakuta nadaiwa 400,000. Rafiki yake akashtuka. Nakwambia hapo niliona kama vile dunia yote imenishukia mimi. Yaani kama vile nimemwagiwa na maji ya moto. Ghafla nilinyong'onyea, nikarudi chini, yani nikawa kama mtoto mdogo. Hapo ndipo napokuambia kwamba mwache Mungu aitwe Mungu. Nimeshakwambia kwamba hapo mfukoni mwangu nilikuwa na 50,000 tu. Sina pesa nyingine na sina pesa ya ziada na sina pa kuikopa. Mhuduma ameng'ang'ania kwamba natakiwa nilipe kwa lipa namba au nilipe cash. Sasa niambie ni kitu gani kilichotokea sasa? Huo ndio muujiza na kukwambia. Ghafla aliingia ndani jambazi, akatuweka chini ya ulinzi, akatuambia sisi sote tulale kifudifudi, hakuwa na kuangalia juu. Hata mhudumu naye alinyosha mikono juu. Mke wangu nakwambia kila kitu alikitupa kule. Bwana we, hiyo ndiyo ikawa ponapona yangu.
Hey! Jamaa alishtuka sana. Akasema, mke wako yuko wapi sasa hivi? Yupo hapa nyumbani. Mke wako yuko wapi? Stacy yuko wapi? Akasema hayupo, ametoka, ameniambia kwamba anaelekea huko saluni. Akasema sasa vipi? Ilikuwaje kuwaje hapo? Ulilipa ulikuwaje? Akasema we. Hey, miujiza. Nakwambia hakuna mtu aliyekumbuka kitu chochote pale. Kila mtu alikuwa anayapambania maisha yake. Hebu nipe hizo. Nipe 5 ndugu yangu. Nilitoka kwenye mdomo wa mamba. Hiyo ndo ikawa pona yangu ndugu yangu. Hapo ndipo ukaokoka. Ushachagua vitu vya watu. Ina maana ungewekwa ndani rafiki yangu. Akasema sasa ndugu yangu ningefanya nini mimi? Mke wangu ndani makelele kama yote. Na sasa mimi nilikuwa nakwambia hivyo tu kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Sasa utaanza sasa kunichambua sasa ndugu yangu. Hata kama ukinichambua lakini nimekwambia ukweli. Hayo ndiyo yaliyotokea. Kusema ukweli huyu mwanamke nampenda. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nahitaji kumtengeneza furaha. Sasa wewe ukianza kunichanganya basi tu, lakini nishakwambia. Sijakwambia kwa ubaya lakini. Akasema rafiki yangu sio kwamba eti ni ubaya. Wewe ni rafiki yangu na tumetoka chini utotoni huko. Unajua kazi yako unayoifanya ni kazi ya udereva. Unaokota 200 ili uweze kuitengeneza kesho. Lakini sasa unapochukua pesa zako hizo na kuanza kumpa mwanamke unafikiria nini? Akasema nini? Nimekwambia hivi, ipo siku utakuta kwenye akaunti yako hauna hata shilingi moja. Usipojiangalia, usipojifikiria na kujirudi, hii dunia haikusubiri. Nakwambia wewe kwa sababu ni rafiki yangu, tumetoka mbali. Hata na hapa tulipo ni kwamba tumshukuru Mungu tu tumeshaanza kujipata. Kumbuka sisi tulikuwa ni wasomba matafari. Sisi tulikuwa ni watu ambao hawafai katika macho ya watu. Sasa ndugu yangu, unavyomjua mke wako ni mtu wa starehe. Akupashwi kabisa. Rafiki yake alimwambia maneno makali kweli kweli. Akamwambia unavyomjua mke wako ni mtu wa starehe. Na sisi unajua maisha yetu yalipotoka, hata na hapo tunataka tumshukuru Mungu. Sasa wewe unataka kuanza kudanganyika tena, kuanza kuhonga wanawake. Hivi utafika wapi ndugu yangu? Ni wapi utakapofika? Unachukua pesa zako zote unazozikusanya kwa ajili unampa mwanamke. Sasa niambie, siku hiyo ingekuwa ungewekwa ndani wewe? Maneno aliyokuwa anamwambia yalikuwa ni maneno yenye ukweli ndani yake. Jamaa alinama akamwambia, ndugu yangu, hautakiwi kujifilisi na kujiangamiza kwa ajili ya mwanamke. Nakwambia ukweli. Jaribu kufikiria na jaribu kuwaza tulipotoka na hapa tulipo. Wanawake ni wengi wa kuoa. Mwanamke asiyetaka kupika. Mwanamke anayetaka kula hotelini. Hivi kweli kwa kazi yako wewe ya udereva hiyo utapata wapi hizo pesa za kumhudumia yule mwanamke? Ni wapi utakapopata hizo pesa niambie? Siku zote unaambiwa mpenzi mtazamaji, rafiki wa kweli ni yule anayekwambia ukweli. Sio yule anayekupamba tu ukiwa na pesa ili mwende kalewe. Sema ndugu yangu, lakini sijafanya kwa ubaya. Sijafanya kwa ubaya. Akasema lakini kusema ukweli ni kama funzo tu. Sitarudia tena kufanya kitendo kama hicho. Ni kama fundisho, lakini ni kukosa tu, lakini kumhudumia mwanamke sio vibaya. Sio vibaya. Mimi niko hapa na kuangalia. Na usije ukarudia tena kufanya kitendo kama hicho ndugu yangu. Mwanamke anayekukomandi ufanye hivi sio mwanamke. Hiyo ni mwanamke ambaye amekufuata kwa ajili ya maslahi yake yeye mwenyewe. Sawa? Mapenzi usiyaweke mbele rafiki yangu kwenye mambo ya maisha. Leo unajihangaisha wewe
lakini kesho na kesho kutwa anaweza kukutana na mtu mwenye pesa akaamua akamweka ndani, wewe ukabaki kuhangaika tu. Mimi nimekwambia machache kwa wema tu, sio kwa ubaya rafiki yangu. Kwa hiyo vipi sasa, muujiza wako na ufikiriaje? Sema ukweli, muujiza huu wewe na sasa sanza mambo yako. Muujiza wangu ni wa ukweli bwana. Kwa kweli kusema ukweli, maisha yetu haya ase moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, hao walikuwa ni marafiki toka utotoni, na alikuwa anamwambia rafiki yake aachane na mambo ya wanawake, sio waaminifu hata kidogo. Mwanamke unaweza kumhangaikia hapa na hapa ukampa anachokitaka, lakini kesho na kesho kutwa ukiishiwa, anaweza kukuacha kaenda kuolewa na mtu mwingine mwenye pesa na mali. Hivyo rafiki yake alikuwa anamwambia hawezi kujiangalia. Basi ndipo alipomwambia mimi naondoka ndugu yangu. Akasema unaenda wapi? Unaenda wapi rafiki yangu? Tulia kwanza, tulia, kaa hapo niende nikakuchukulia kinywaji. Tumeongea maneno mengi lakini hata maji sijakuletea. Usondoke bila hata kunywa maji rafiki yangu. Kusema ukweli haya maisha wewe. Mwache Mungu aitu Mungu. Basi baada ya kutoka pale Mwamba hakuacha kujichanganya katika kazi yake ya udereva. Moja kwa moja aliendelea kulisukuma gurudumu, lakini rafiki yake alimwambia kwamba akitaka kufanikiwa katika haya maisha ajiweke mbali na chini. Asiwe ni mtu wa kupenda sana chini, ataishia chini. Ama nini Sisi vijana ambao bado tunajitafuta katika 1 na 2 tunatakiwa tuwe makini sana katika utafutaji. Basi moja kwa moja kijana ndipo alipompata mteja wake wa siku zote. Alikuwa ni mteja wake ambaye walikuwa wamezoeana kweli kweli. Ndipo alipomsalimia, habari za saizi kijana? Akamwambia nzuri. Naomba unipeleke mtaa wapi? Unaelekea wapi? Nataka unipeleke mtaa wa pili. Kama kawaida unapopajua kule umeshapasahau. Hapana, bado sijapasahau binti. Basi tuondoke. Kijana hakusita kuiwasha gari yake waweze kuianza safari. Ndipo alipomwangalia akaona yuko busy na simu yake. Hakusita kuanza kumwongelesha. Akasema vipi, habari ya mishemishe zinaendaje? Akasema kusema kweli kazi ziko vizuri. Akasema ina shida, sisi binadamu tunapambania kupata. Stori katika gari zilikuwa ni za hapa na pale, kwa sababu huyu binti na huyu kijana walikuwa wamezoeana kweli kweli. Binti ndipo alipopeluzi na kuangalia namba ya ile gari ambayo alirequest. Alivyoangalia vizuri akagundua kwamba lile gari alilorequest ndilo analorequest siku zote. Akamwambia kumbe mimi ni mteja wako siku zote, alafu sasa hatujawahi hata kufahamiana kabisa. Mimi nakwambia ukweli, hata sijawahi kujua hata jina lako ujue. Akasema wow, mimi naitwa Joff au Joffrey. I say, jina lako zuri sana. Akasema asante sana, thank you so much. Akasema pilika zetu hizi ndio maana muda mwingine tunashindwa hata kujuana, kwa sababu kama unavyojua kazi zetu hizi zinakuaga na mambo mengi. Na hisi sasa unapoelekea ni pale mbele, kituo unaposhuka ni pale mbele dada. Akasema ndio. Unajua stories zinanoga mpaka nasahau jamani. Wewe kaka unaongea wewe, una story nzuri wewe. Basi bidada alikuwa amefika katika kituo ambacho anatakiwa kushuka, lakini alipotupa macho yake nje aliona kitu ambacho hakuweza kuamini. Akasema huyu sio mume wangu kweli huyu? Hebu ngoja kwanza, hiki kitendo mbona kama vile siamini macho yangu. Ndipo alipofungua mlango ili aweze kuhakikisha alichokiona. I say hello, akamwita Dennis. Huwezi kuamini alikuwa ni yeye.
Aise, akasema wewe hapa unafanya nini wewe? Akasema hapana, kipenzi changu, huyu sio mtu wangu, huyu ni mtoto wa dada yangu, tulikuwa tumekutana hapa, ni siku nyingi tulikuwa tujaonana, nilikuwa nimekuja kumuona hapa, wala sisi hatujafanya kitu chochote mpenzi wangu. Hey, awala yake aliposikia vile alishangaa sana. Akasema wacha zako wewe nani mtoto wa dada yako ndo uwe naye hapa unamchumchum? Nakuuliza, mambo gani unayofanya? Unaamua kunifanyia hivyo Azalani, si ndio? Tulipotoka mimi na wewe umesahau na unaamua kunifanyia hivyo. Akasema hapana kipenzi changu, nimekwambia kwamba huyu ni mtoto wa dada yangu, hakuna kitu chochote kinachoendelea hapa. Hello. Geoffrey alipokuwa kwenye gari alishangaa sana. Akasema mtoto wa dada yake kweli? Huu ni uongo uliopitiliza. Na wakati walikuwa wanachumiana pale, akasema nyamaza wewe. Kwa hiyo unaniona mimi, unaniona kama mtoto wako au unaniona kama mpumbavu au sio? Unaniona kama vile mimi sina akili vizuri Akasema hapana kipenzi changu, usiseme hivyo. Wala hakuna kitu chochote kilichokuwa kinaendelea hapa. Nakwambia ukweli, nakupenda wewe peke yako. Nakupenda wewe peke yako, naomba niamini. Niamini kweli. Akasema sasa toka leo nisahau mimi. Na nisahau kabisa kuniita mimi ni mpenzi wako. Isome hii namba na ujue kama umeipoteza. Na umeipoteza, imeshafutwa, hautaweza kunipata tena. Ulivyoniona leo ndo mwisho kabisa. Akasema hapana kipenzi, baby, my love, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Nimekwambia huyu ni mtoto wa dada yangu huyu. Hello, ilikuwa ni changamoto kweli kweli. Angalia huyu mtoto ambaye anamwacha anaenda kukutana na huyu mzee wa mawigi. I say. Geoffrey alitekenya gari moja kwa moja, wakaondoka katika yale maeneo. Anagonga kioo. Anamwambia fungua kipenzi changu. Huyu ni mtoto wa dada yangu. Mshika mbili siku zote moja mponyoka. Hata angeweza kufanya nini, asingeweza kurudisha nyuma yaliyopita. Yule hawala yake akamwambia wewe, unanichukuliaje? Unanichukulia kama mjinga? Akamchapa kofi moja kwa moja. Wewe, mimi mnaniita mtoto wa shangazi yako mimi? Mtoto wa dada yako? Mambo gani hapo wewe? Hello. I say. Kule ambako alikuwa ni mpenzi wake, alikosa. Na hapa pia kwa hawala yake na hapa alikosa. Binti huko kwenye gari alikuwa analia kweli kweli. Anasema kusema kweli mimi siamini kama yule ndo amenifanyia hivi. Nakwambia ukweli, nilikuwa nampenda kweli kweli. Hakuna kitu ambacho sikufanya. Geoffrey akamwambia kwamba vijana wa siku hizi hatuamini hata kidogo. Na kusema kweli sijui nikwambie nini mtoto mzuri, lakini cha kukushauri ni kitu kimoja. Ulinde sana moyo wako. Usije ukajifanyia kitu kibaya kwa ajili ya mahusiano. Ndivyo yalivyo. Nakwambia nilikuwa nampa kila kitu. Kusema ukweli mimi nilikuwa nafanya kazi na yeye alikuwa hana kazi. Mbona bana? Kwa hiyo nilikuwa najitahidi chochote alichokuwa anakitaka apate, kwa sababu mimi nilikuwa na kazi. Lakini sasa aliyoyafanya mimi siamini kabisa. Siamini. Lakini sawa tu. Fine. Haina shida. Kama hayo ndio malipo basi haina shida. Haina noma kabisa. Hello. Bidada alikuwa analalamika kweli. Kijana alikuwa anamishe, lakini alijitahidi kumpa chochote alichokuwa anahitaji, kwa sababu yeye ndo alikuwa na kazi nzuri. Na isitoshe kwao walikuwa na milungula. Hivyo huyu binti ni mtoto wa kishua. Akamwambia bidada usiwe na shida. Haya maisha ndivyo yalivyo. Basi ndipo walipokuwa wanaelekea. Basi binti akamwambia mheshimiwa. Akasema hapana, mimi sio mheshimiwa, naomba uniite Joff au Geoffrey. Hilo ndilo jina langu mtoto mzuri, haina haja kuniita mheshimiwa. Geoffrey? Akasema ndio, lakini cha kukushauri ni kitu kimoja bidada. Jaribu kulinda uwepo wako. Thamani yako ni kubwa katika hii dunia.
thamani yako ni kubwa kuliko mapenzi. Utampata atakayekuwa na moyo mzuri na atakayekupenda mpaka wewe mwenyewe ushangae. Hivyo usije ukafanya kitu kibaya kwa ajili ya upe wako. Wewe ni bora kuliko kitu chochote katika hii dunia. Akasema asante kaka, uwe na safari njema. Akasema na wewe uende salama, uende salama, usiwe na tatizo. Basi Bilal alitoka katika lile gari, akafunga mlango moja kwa moja, akaondoka. Na Joff driver alitekenya gari lake moja kwa moja, akawa anatoka katika yale maeneo. Alimtupia jicho la Ankuli Yankumunye. Mtoto alikuwa ni mzuri sana, na yule kijana imekuwaje mpaka anamsaliti mtoto mzuri kama huyu? Hello. Alitekenya gari lake, akawa anatoka katika yale maeneo.